Pia barabarani kuna madharau, akikuona ni mwanamke wanakuona kama unaweza kuonewa kwa namna yoyote. Hata sehemu ambayo sio ya kumpisha mtu, yeye anataka tu umpishe kwa sababu ni mwanamke. Lakini pia wakati mwingine mimi kama mwanamke nina majukumu kama mama. Kwa hiyo hapo kuna changamoto kidogo wakati wa kutoka, wakati wa kurejea ili kuiangalia familia pia. Mimi naitwa Matilda Simon Mrema na ni mkazi wa Arusha. Ni mzazi, ni mama watoto wawili. Na pia kazi yangu ni dereva wa bajaji. Dereva wa bajaji. Labda kitu gani kilikuvutia mpaka ukajikuta umeingia kwenye kazi ya bajaji? Kazi ya bajaji niliipenda kwa sababu niliona ni fursa, kwa sababu pia haina wanawake wengi wanaoifanya. Nikaona mimi kama mwanamke kwa nini nisifanye kitu ambacho ni tofauti kidogo ili niweze kujikimu kwenye mahitaji yangu na kulea familia na kila kitu kwa wakati huo. Kwa sababu niliwaza biashara nyingi zina wanawake, kila ukienda huku, hakuna jambo jipya ambalo unaweza ukalifanya kutimiza ndoto zako. Na mimi ndoto zangu zilikuwa ni kuwa dereva, tena dereva mkubwa. Kwa maana hiyo nikaona pa kuanzia, acha nianze na bajaji ili niweze kupanda kiwango hadi kiwango. Labda pengine kwa kupitia kazi hii, kitu gani ambacho pengine umeweza kukifanya kupitia kazi ambayo ni ya bajaji na umeanza muda gani? Kupitia kazi ya bajaji nimefanya mambo makubwa sana. Na kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo mlinzi wangu. Japo kazi ya bajaji nina changamoto kidogo, lakini nina uwezo wa kulisha familia yangu, nina uwezo wa kufanya maendeleo, watoto wangu wanasoma, kila kitu kinaenda sawa. Pengine changamoto, unasema kuna changamoto. Changamoto gani ambazo umekuwa ukikutana nazo kama mwanadada ambaye unaendesha bajaji barabarani? Changamoto nyingi ziko barabarani. Kuna wakati unaweza ukakutana na madereva ambao hawajasoma, wako madereva wa pikipiki pia, wako madereva wengine ni walevi. Wakati mwingine unaweza ukakutana na mtu haoni sehemu ya kuvukia, wakati mwingine inabidi tu wewe utumie tu uzoefu na nini. Pia barabarani kuna madharau, akikuona ni mwanamke wanakuona kama unaweza kuonewa kwa namna yoyote. Hata sehemu ambayo sio ya kumpisha mtu, yeye anataka tu umpishe kwa sababu ni mwanamke. Lakini pia wakati mwingine mimi kama mwanamke nina majukumu kama mama. Kwa hiyo hapo kuna changamoto kidogo wakati wa kutoka, wakati wa kurejea ili kuiangalia familia pia. Labda pengine huwa unatoka kawaida muda gani na unarejea nyumbani muda gani? Kwa kawaida asubuhi saa 12 natoka, nikichelewa sana saa 1. Kurudi unatamani wakati mwingine urudi hata saa 12, lakini kutokana na foleni, kutokana na pia unakuta umebananishwa huko kwenye foleni, huwezi kutoka kwa wakati huo. Unaabiria, lazima uwafikishe wanapotaka kufika. Wakati mwingine mpaka saa 2, saa 3 unarejea. Labda pengine una wito gani sasa kwa wanawake wanaokaa nyumbani wanasema hakuna kazi au kuchagua kazi? Wewe kama mwanamke ambaye umethubutu kuendesha bajaji na kukabiliana na adha za barabarani, unawaambia nini wanawake wenzako? Hakuna kazi ya mwanamke wala ya mwanaume. Kazi ni kazi. Cha msingi iwe ni halali. Kama unaendesha bajaji unapata riziki, mwingine anaendesha pikipiki anapata riziki, na Mwenyezi Mungu amekujalia una viungo vyote vya mwili wako, una macho, una mikono, una afya. Kwa nini useme hakuna kazi? Unaweza ukaenda driving ukajifunza ili kuwa salama zaidi, ukatafuta vyombo vipo kwa watu, sio lazima uwe na cha kwako, unachukua cha mtu unaendesha. Mwisho wa siku unaingiza hesabu ya bosi wako na wewe pia unapata cha kwako cha kujikimu kwenye maisha. Huwezi kukosa ukiwa unatoka. Ila ukisema hakuna kazi ukikaa ndani,
Hiyo ndio inaleta changamoto kwa wanawake, inaleta ukatili wa kijinsia, inaleta unyanyasaji, matusi na fedhea. Lakini ukiwa unafanya kazi ya kwako, unaingiza kipato, hata kama unaishi na jamii kidogo, kuna ile heshima kwa sababu unafanya majukumu na unaweza kujikimu kama mwanamke.